Hello. Yes, mambo vipi mtazamaji? Karibu tena katika channel yako pendwa Electronics Repair Class TZ. Leo tunataka kuona kipengele cha simu ambayo iko mezani kwetu hapa. Ni simu ya Google Pixel. Kwa wale watumiaji wa Google Pixel, nafikiri mnafahamu uzuri wa simu ya Google Pixel, hasa katika upande wa kamera na namna ambavyo inaweza kuwa ina function smart sana. Okay. Simu hii ya Google Pixel imenifikia hapa ikiwa na changamoto moja kubwa sana, na ni kubwa kiufupi kama navyoweza kuielezea, kwa sababu labda ni kuelekeza ama kukuonesha ni nini ambako kinakuwa ni tatizo kubwa ama gumu sana kwenye hii simu. Ukijaribu kuiangalia hii simu inaonekana iko vizuri kabisa kwenye kioo chake, na tukijaribu kufungua lock ya mteja alinielekeza password, kwa hivyo tumefungua lock, simu inaonekana iko vizuri, ina function, lakini hii simu hapa ilipo ni mbovu. Ubovu wake ni nini? Ni kwamba kwa mujibu wa maelezo kutoka kwa mteja, anasema hii simu akijaribu kuitumia hasa katika upande wa kipande hichi hapa cha touch ama cha kioo chake hakifanyi kazi, lakini upande huu inafanya kazi. Kwa it means hiki eneo cha nafasi sawa na hapa hakifanyi kazi kabisa mpaka huku chini, lakini upande huu inafanya kazi normal. Sasa nilijaribu kufuatilia kwanza before hata kuianzisha video hii, ili niweze kutafakari ni nini ambako kinaweza kuwa ni tatizo. Pengine niwe na ufafanuzi mzuri sana, ufumbuzi na ufafanuzi mzuri sana wa kuhakikisha kwamba tatizo hili tunalifumbua kisahihi kabisa. Kulingana na namna ambavyo kioo kinaonekana hakina damage yoyote, hakionyeshi scratch yoyote, hakionyeshi mvunjiko sehemu yoyote ile. Kwa hivyo nikawa nimejaribu mbinu tofauti za kuhakikisha kwamba hili tatizo naweza nikarudisha kwenye hali yake, maybe ikafanya kazi normal kama ilivyokuwa awali. Nilifanyaje? Nasema nilifanyaje ni wakati uliopita kwa sababu moja. Nilijaribu kwanza before, na baada ya kugundua tatizo nikaona inapaswa sasa niweze kufanya video kusaidiana na ndugu zangu wengine ambao mpo katika huu mfumo wa kujifunza darasa hili, ili tuweze kuona kwamba tunahakikisha tunafikishana mbali ama tunafika safari ya mbali zaidi. Kitu ambacho nimekifanya, kwa kuwa upande huu hauwezi kutachi, sawa, kama unaweza kuona hizi apps zote ambazo ziko upande huu haziwezi kutachi, nisha kifungua kioo. Okay, sorry. This is a problem. Kwa kuwa upande huu hauwezi kutachi, sawa? Kwa kuwa upande huu hauwezi kutachi na nimejaribu trick tofauti inashindikana. Kitu ambacho nilikifanya, nilitafuta OTP. OTP hii ni kwa ajili ya kuhakikisha una connect mouse. Anchomoe mouse. Yes, mouse. Hii ni kwa ajili ya kuhakikisha hii ni mouse ya wireless. So naitumia ili kuweza kuona kama tunaweza tukapata function yoyote ile kwenye kioo. Kwa kuwa upande huu ufanye kazi na hata namna ya kuifanyia setting inakuwa inasumbua sometime. So nitatumia mouse hii. Okay, now ina function. Sasa nikasema nitumie mouse ili kuhakikisha kujua kwamba ili tatizo naweza kulisolve katika namna ambayo ni ya kitofauti. Kitu gani nilikifikiria? Nilifikiria kutumia kodi ambayo hiyo kodi ni ya testing kwanza, kufahamu kama tatizo lipo kwenye kioo ama lipo kwenye software ya ndani. Nafanyaje testing za kwa kutesti vitu kama hivyo, sensors tofauti ambazo ziko upande wa nini wa simu. Kwa hivyo nikaingia hapa sehemu ambako unaweza kaandika namba ya simu ya mtu kwa ajili ya kumpigia. Okay, kodi nilizoziingiza hizo unaweza kuhitaji siku moja kuzitumia, ni safe sana, ni kodi salama, hazina changamoto yoyote, unaweza kutumia kwenye simu yako, hasa Google Pixel ndo simu ambazo zinaweza kukubali. Sasa kitu ambacho nataka kufanya ni kubonyeza nyota leli. Hapa natumia mouse. Hii ni kwa sababu kwamba upande huu au function. So nikitaja kubonyeza button yote ile inakuwa inashindikana sometime jinsi ya kuweza kubonyeza hiyo button. Kwa hivyo inakuwa inashindikana sometime jinsi ya kubonyeza hiyo button, hali ambayo inasababisha kwamba inabidi nitumie mouse ili niweze kuhakikisha ili swala naweza kulipeleka katika mwongozo sahihi. Sasa ukishabonyeza nyota leli unatakiwa ubonyeze 72 halafu 87. Then leli nyota. Hii kodi itunze na ukae nayo, itakusaidia one day. Kibonyeza nyota hapa tayari inahama. Sasa hapo itakuhitaji umeunganisha na internet so that iweze ku access ama kupata vile vitu ambavyo ni vinahitajika katika swala zima la nini la ku diagnose ama kuchunguza mfumo mzima wa simu Google Pixel.
Mara nyingi Google Pixel zote inaweza kaingia kwa kodi hii. Sijafahamu zaidi kwenye simu zingine, ila huwa kuna kodi nyingine tofauti. Sasa ukishaingia katika mfumo huu, manake nimeenda kuhakikisha, naona network imegoma. Nimeenda kuhakikisha kwamba nagundua ni nini shida ambayo iliyopo, kama ni software ama ni hardware. Lakini katika testing zote nilizozifanya, kila kitu kinapasi vizuri, isipokuwa kioo tu ndo kinafail kwenye kupasi wakati wa kutest. Sasa baada ya kugundua kwamba kioo kinashindwa kupass, nikahisi kwamba inaweza kawa moja kwa moja ni kioo ama inaweza kawa ni upande wa connector ambayo iko kwenye simu ama circuit yenyewe. Sasa kumbuka simu za Google Pixel zote, hapo imefunguka. Simu za Google Pixel zote vioo vyake huwa vina gharama. By the way, huwa vina gharama. Ni vigumu sana na vina gharama. Sasa usipokuwa makini unaweza kujikuta unavunja, ukaingia kwenye hasara. Pengine wakati wa kutoa kioo kaharibu, utakapokuja kuweka kioo kingine kikabaki na tatizo lile lile, hali ambayo inamaanisha kwamba tatizo halikuwa kioo. Kwa hivyo bado umakini ni mkubwa sana unaohitajika. Kwa hiyo maana yake nikawa nimejaribu kuhakikisha kwamba najaribu kuondoa kioo baada ya kugundua testing zote hizi zimefail, kwamba nimetest lakini bado tunabaki kwenye tatizo lile lile. Kwa baada ya kugundua zimefail hizo test, nikarudi tena kufungua kioo sasa, ambapo kama unaweza kuona tayari kioo nilikuwa nimeshakifungua. Ni kioo ambacho ni chembamba sana, kioo cha Google Pixel ni kioo chembamba sana kama unaweza kuona. So nikakifungua na kukiondoa, safisha connector vizuri, connector yake. Hapa ambako mkanda unakonektiwa. Kingine cha msingi ambacho natakiwa nikufahamishe ni kwamba simu za Google Pixel nyingi, naweza kusema ni zote ama niseme tu kwa wingi. Labda niseme kwa wingi kwa sababu sijafungua zote. Lakini nyingi ni kwamba simu za Google Pixel nyingi waga vioo vyake mara nyingi huwa ufunguaji wake ni kwa juu. Yani hata kuifungua ili uweze kuaccess battery ni kuifungua kwa juu kwanza kwenye kioo. Kwa hivyo ukiangalia hapa inaonekana kuna glass iko hapa kwa nyuma ambao mtu angeweza kuifungua na kuaccess vingine pengine ili aweze kufikia kioo. Lakini ni tofauti kabisa. Hii hapa unaanzia kwenye kioo, baada ya kuondoa kioo ndo unakutana na nati sasa tofauti ambazo nati zitakufanya uweze kufikia battery na vitu vingine ambavyo utahitaji kuviaccess. Sasa hiyo ni hatua ya kwanza, kwamba nilikuwa sikukueleza nilifungua kioo before ili kuweza kufuatilia tatizo kwanza ili niweze kukueleza. Sasa nilivyomaliza kufuatilia kioo, nikaja kugundua kumbe upande wa circuit hakuna shida kabisa. Nagunduaje? Nilitafuta kioo kingine. Yani ni maana yake ilibidi kununua kioo kingine kwanza kwa ajili ya kuhakikisha tunapata majibu. Kioo cha Google Pixel hasa 7, hii ni Google Pixel 7 ambao ni kavu kabisa, ni plain tuseme. Sasa Google Pixel hii kioo chake ni 150,000 mpaka na 70, inategemeana na muuzaji mwenyewe. Kwa maeneo niliopo mimi, sijajua kama maeneo ambayo wewe utakuepo wewe kwa muda huu kioo kitapatikana kwa bei gani, lakini kwa maeneo niliopo ni 150,000 mpaka na 70 huko. Sasa nilipofungua kioo na kununua kioo kingine, basi nikawa nimepata majibu. Kioo kingine hichi hapa ni kioo kipya kabisa. Unaweza kuona hata hakina fingerprint hapa. Hichi fingerprint yake ipo hapa, japo nayo pia mteja anaitolea taarifa kwamba ina changamoto hiyo fingerprint. So nikasema tutaichunguza, lakini kikubwa cha msingi kwanza ni kuhakikisha tunapata uhakika wa kutibu kwanza tatizo ni nini, ili tuone kama tunaweza kulitibu. Sasa tufunge kioo kingine ili tuweze kuona majibu yanakujaje. Je, tatizo litabaki pale pale ama tumepata hasara, tumenunua kioo alafu tatizo liko pale pale? This is big problem. Yani utakaponunua kioo na ukutane na tatizo lile lile ambalo ulikuwa unahitaji kulisolve, hapo ndio utahitaji kurudi darasani mara mbili. Lakini nilijiridhisha kwa umakini sana, kwa utulivu. Lakini pia kuna ushauri mwingine naweza nikakupatia, ni kwamba before hujanunua kioo unaweza ukakitesti dukani hapo. Ni tofauti na yule mtu anayeagiza kioo kutokea China. Ukiagiza kioo kutokea China, hiyo inamaanisha kwamba hicho kioo hakiwezi kuja kikiwa na changamoto yoyote ile. Kitakuja kikiwa salama kabisa, labda kitokea katika usafirishaji kivunjike. Sasa nimefunga kioo kingine, kioo ambacho kimetoka ni hichi hapa. Unaweza kuona bado kina fingerprint yake, japo mteja anasema fingerprint haifanyi kazi. So baada ya kutoa kioo hichi, tunapata kioo kingine kinafanya kazi. Yes, kina touch. Tukijaribu kutoa password 1 2 3 4 5, password inaondoka vizuri. Sasa tujaribu kutest lile tatizo ambalo ndio lilikuwa tatizo kubwa tulikuwa tunahangaika nalo. Tujaribu kucheck swipe juu, inafanya kazi upande huu. Tujaribu kuingia kwenye map, yes inafanya kazi. Tukijaribu kuingia kwenye Apple Store inafanya kazi. Naona tayari kumbe
tumeweza kuelewa kwamba simu hii inafanya kazi normal, na hata zile kodi nikijaribu kuziingiza, basi naamini kabisa kodi zitaingia vizuri bila shida. Kwa mfano naweza nikaandika nyota leli 7287 leli nyota. Nikiingia, yes, inaingia bila changamoto yoyote ile. Kulingana na kwamba tayari kioo ndio ilikuwa ni tatizo. Kwa hivyo kumbe kama haujafuatilia kwa utulivu, unaweza kujikuta unaingia hasara ama unaharibu zaidi. Kwa mfano kama ningetokea na wazo lile ambalo nilikuwa nimetangulia kusema mwanzo kwamba inaonekana kama inaweza kuwa ni mkanda wa kioo, ama kama sio mkanda wa kioo, pengine inaweza katokea ikawa kioo chenyewe. Sasa mawazo akanipeleka kwenye mkanda wa kioo, kwa kuwa kioo naona kinawaka vizuri, hakina damage yoyote. Kwa hivyo inamaanisha ningeingia kuharibu zaidi, kwa sababu ningeifungua na kufuatilia vitu vingine zaidi ambavyo vinaonekana viko kwenye mfumo wa circuit, kwa kuhisi kwamba tatizo ni circuit. Kumbuka kioo hakina damage yote ile. Kwa hivyo hiyo inaashiria kwamba huwezi kupata wazo lolote ile ya kusema kwamba kioo ni tatizo. Lazima utafikiria tu kwamba maybe circuit imepata changamoto. Sasa mimi nilikuwa na ideas tofauti kwa kufikiria kwamba nisije nikaingia kwenye hasara kubwa, kwamba kama tatizo ni kioo basi nitalitatua kwa namna yake, kama tatizo ni circuit nitalitatua kwa namna yake, kama tatizo ni software nitalitatua kwa namna yake. Sasa naanza na kipi? Option ya kwanza, kwa kuwa kioo naweza nikapata kioo kingine na kukifunga nikatest before hata kulipia, basi inamaanisha naweza kuanza na option ya kioo. Lakini usalama wa msingi ni wakati wa kukiondoa kioo. Hiyo ndio usalama wa msingi wa kuzingatia. Kwa hivyo maana yake niliondoa kioo kwa usalama kabisa kwa kutumia separator machine. Kama hujaangalia video ambayo tumekuwa tukionyesha jinsi ya kuseparate, basi unaweza kufuatilia kwenye video zilizopita, utaona namna ya kuseparate. Sasa nimetumia separator machine kuseparate kioo vizuri kabisa bila kukivunja wala kudamage. Kioo kikatoka kikiwa salama, nikakitest tena kinawaka vizuri. Hivyo inamaanisha kwamba niko salama katika upande wa hasara kuvunja kioo, wakati nitakapofunga kioo kingine ionekane kina tatizo kama lile ambalo la kioo ambacho nimekitoa. Kwa hivyo baada ya hapo nikapata kioo kingine sasa na kutest kioo kingine kikafanya normal, yani kwamba kina function zote. Kinafanya sehemu zote ambazo zinaonekana zilikuwa zina changamoto, kina function vizuri. So hiyo ikamaanisha kwamba kioo ni tatizo. Maana hata kabla kugusa circuit tayari nakuwa na uhakika wa kwamba simu hii iko salama. Yeah, kwa sababu ingekuwa kama ina tatizo basi hizi function zingine nisingeweza kuzi access baada ya kuwa nimebadilisha kioo. Lakini baada ya kubadilisha kioo majibu yametokea kwamba inaonekana kweli tatizo liko upande wa nini? Tatizo liko upande wa kioo. Basi kilichobaki hapa ni hatua za kukifunga kioo. Namna kukifunga ni easy sana, ni rahisi. Kwa kuwa unakuwa tayari ushapata uhakika wa tatizo hilo, basi unakuwa una uhakika hata kukifunga vizuri kabisa. Kikubwa ni kutumia utulivu, umakini, kuhakikisha kwamba haudamage kitu chochote, kuhakikisha kwamba haujaribu kupress kwa nguvu, kuhakikisha unakifunga kioo kwa usalama zaidi. Yeah, sasa kama haujasubscribe basi gusa alama ya subscribe hapo ili tuendelee kusapotiana. Kusubscribe kwako hiyo inamaanisha unanipa support kubwa sana kupitia YouTube. Pengine niweze kuendelea kujongea mbele juu ya madarasa madogo kama haya. Kiufupi, ushauri mwingine ni kwamba usijaribu kuforce kuifanya kazi kabla hujaelewa. Hakikisha kwanza umeelewa tatizo ndio ufanye hiyo kazi. Kwa kuwa hata mimi mwenyewe nilikuwa bado najaribu kutafakari jinsi ambavyo naweza nikatibu hilo tatizo. Okay, sijakuelezea kitu kwanza hapa. Najaribu kutoa hiki kiplastiki, kwa kuwa hiki kioo wakati nakiondoa nilitumia utulivu wa hali ya juu, hiki kiplastiki kabaki huko. Kwa hiyo kioo nikaa nimekiondoa bila kukidamage, lakini hiki kiplastiki kabaki huko. Kioo kabisa ambacho kinakuwa ni original na kinahitajika kufungwa, kinakuwa kina kiplastiki kama cha hivi, hiki kilabaraba fulani hivi. Hichi kiplastiki cheusi. Kwa hiyo kilibaki huko, ina maana inabidi nikiondoe hapa ili niweze kufunga kioo kingine. Sasa nikopo nazungumzia swala la umakini na utulivu. Wakati huo na jinsi ya kuelewa tatizo. Unatakiwa hakikishe kwanza umeelewa tatizo kabla ya kuanza kushughulikia. Utakapojaribu kushughulikia kazi haujaelewa tatizo, unaingia kwenye uharibifu. Yeah. Kwa sababu mimi mwenyewe wakati tatizo limekuja kweli linishtua kuona kwamba kioo kinawaka vizuri lakini hakifanyi kazi. Hakifanyi kazi upande mmoja. Hilo lilinipa wasiwasi mkubwa sana kwamba hii simu kuna uwezekano mkubwa sana ikawa imekuja kuniingizia hasara, kwa sababu pale ambapo utaifungua na uvunje kioo, mteja hata kuelewa moja kwa moja kwamba ulikuwa unajaribu kufuatilia tatizo. Yeye ataona haujatibu tatizo na kioo chake umevunja. Kwa hivyo kumbe ungeweza kuepukana na tatizo hilo iwapo kama ungeiacha hiyo kazi. Kwa hiyo inamaanisha kama hujaelewa tatizo, hakikisha
unaachana na hiyo kazi. Ukielewa tatizo, shughulikia. Tutatumia kifaa ka kisasa haka kwa ajili ya kuondoa gundi. Hizi gundi ambazo zinakuwa zimeshika kioo ni rahisi sana, kwa sababu tulikuwa tunateseka. Sasa ukitumia haka ka kidude haka ni rahisi zaidi, kwa sababu kanatumia umeme, kanazunguka. Kama unaweza kuona. So nitafanya hii haraka ili kuweza kusafisha hii gundi. Kila kifaa kina umuhimu wake kwenye kazi za ufundi. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ukiona umuhimu wa kifaa fulani, basi unaweza kununua. Ila kama hakina umuhimu kwako, sio lazima sana ukinunue, madam tu kwamba kazi zako zinaenda salama na zinafanikiwa. Hiki hakihitaji ufundi wowote kukitumia. Nafikiri ukijua tu kubonyeza basi. Hakihitaji ufundi wowote. Hapa najaribu kuchomoa hivi gundi vilivyobana hapa. Hii ni Electronics Repair Class TZ. Kama hujasubscribe, basi gusa alama la subscribe hapo, lakini pia like, share and comment. Kama kuna jambo lolote ile ambalo unahitaji kupata usaidizi, msaada, unahitaji kupata maelekezo zaidi, basi ukinitafuta kwa comment hapo, mimi nitareply haraka na upesi. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba unaweza ukashare kwa wingi ili tuweze kuwafikia wadau wengi wanaohitaji kujifunza zaidi masuala haya. Usijaribu kuwa mnyimi, usijaribu kuwa mchoyo, usijaribu kuwa mchoyo kabisa. Kuna mafundi wengine hapo wamekuwa wakiona video zangu, namna ambavyo nilikuwa nikielezea jinsi ya kutatua matatizo tofauti, na anaona kweli anafanikiwa kupitia yale ambayo nayaeleza. Sasa kumbe anagundua amepata chimbo la kujifunza ufundi, atawazidi wenzake. Hivyo anaona hapaswi kumueleza fundi mwingine yoyote kwamba nimegundua chimbo la kujifunza ufundi. Sasa hiyo inakuwa sio nzuri, kwa sababu wewe utakaposema umegundua chimbo la kujifunza ufundi, hiyo inamaanisha kwamba hauko tayari mimi kunisupport. Kwa hivyo hata kama ukigundua chimbo la kujifunza ufundi, baadhi ya vitu ambavyo ulikuwa hujavifanya au baadhi ya vitu ambavyo ulikuwa uvifahamu, umegundua namna vinavyofanya kazi, basi kumbe usijaribu kuwa mchoyo, waeleze na wenzako ili tuweze kuimarishana katika ufundi. Kama ambavyo mimi nafanya, kwamba yawezekana kabisa nikawa sifahamu wewe uko wapi, mkoa gani, unafanya nini muda huu, ni fundi sio fundi, lakini nafanya hivi kuhakikisha tu kwamba kile ambacho ninacho basi wewe pia kiweze kukufikia, uweze kujifunza pia kidogo kile nilicho nacho. Nikiwa nategemea kabisa kesho kutwa kitakusaidia. Unaruhusiwa kudownload pia video, unaruhusiwa kudownload. Usichoruhusiwa tu ni kukopi na kupost maudhui haya, kwa sababu ukikopi na kupost utapewa taarifa, alafu sitokuwa na huruma, nitakufungia akaunti yako. Kwa hiyo unaruhusiwa kudownload kwa ajili ya kuangalia hata kwa baadaye, kwa siku nyingine utakaposahau. Ni kwamba simu za Google Pixel ni simu ambazo ni complicated, ni rahisi kutengeneza lakini ni complicated sana. Zinafikirisha zaidi namna ya kulitatua tatizo. Hapa tayari gundi nimemaliza kuiondoa. Baada ya kumaliza kuondoa gundi yote, sasa kinachofuatia ni kwamba ni kupachika kioo. Baada ya kupachika kioo ni kuweka gundi. Kumaliza kuweka gundi, basi tuna press. Sasa kuna kuhamisha fingerprint. Fingerprint mteja alishaniambia kwamba ina changamoto. Nikajaribu kuifuatilia kwa ufupi, kweli nikaona fingerprint ina changamoto. Sasa nikahisi labda tatizo hilo lililotokea basi ndio lililosababisha na fingerprint isifanye kazi. Wazo likanijia kwamba nitaswap fingerprint hii kwenda kwenye kioo kipi ambacho nitakuwa nimekinunua, ili kuhakikisha tatizo hilo labda nimelisolve. Lakini ikitokea kama halijasovika, basi hii itakuwa sio bahati yake. Inamaanisha kwamba atatakiwa tu aendelee kuitumia bila fingerprint. Hilo litakuwa ni tatizo la fingerprint moja kwa moja. Na fingerprint yake jinsi ilivyo imekaa kama kamera fulani hivi, ni kadogo sana, kamekaa kama kamera. So yenyewe inapiga picha. Huwa haihisi contact, haihisi jinsi ulivyoishika,
ila inapiga picha la kile ambacho kinaonekana. Kwa hiyo imekaa kama kamera, fingerprint ya kisasa kabisa. Google Pixel 7. Yeah. Kwa wale watumiaji wa Google Pixel, basi nafikiri hii ni video yenu kabisa ya kuitizama kwa utulivu na kujihakikishia kwamba umeelewa kweli Google Pixel inafunguliwaje. Hapa najaribu kuchana, kuna kifoil kiko hapa ambacho ndo kinazuia sehemu ambako fingerprint inatakiwa ikae. Kwa kawaida kina alama ndogo sana ambayo inaonyesha kwamba utatakiwa kuiondoa ama kuchana ili fingerprint iweze kukaa mahali pake. So tumia utulivu mkubwa sana 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 sana. Hakikisha unakichana kwa utulivu, usije ukajikuta na damage kioo. Sababu vioo vyenyewe hivi ni sensitive sana, ni vigumu lakini very very sensitive. Yaani unaweza ukakidamage kisioneshe moja kwa moja michirizi ya wino kama inavyokuwa kwa vioo vingine, lakini kikaonesha alama ya mvunjiko kwa ndani. Kwa hiyo pia nayo sio nzuri, unatakiwa kuhakikisha tu unakuwa makini juu ya hilo swala. Yeah. You have to be very very careful. Yeah. Hapa tayari iko vizuri. Fingerprint yetu tunakuja kuipachika hapa. Kuja kuipachika hapo kwenye connector yake. Baada ya kuipachika kwenye connector yake tunakuja. Sasa kuna mwingine huwa kama ulishai kufungua simu ya Google Pixel, hakikisha kwamba ukifungua hii fingerprint usirudishie kwa kuweka gundi, ile gundi ambayo huwa tunaitumia kwa ajili ya kugundishia kioo. Hapana. Namna ya kuishikiza hiyo fingerprint ni kutumia solo tape. Kwa sababu ukitumia hiyo gundi, fingerprint inakuwa iko juu kiasi. Kwa hiyo inamaanisha kwamba inakuwa haiwezi kusensi vizuri. Kwa unaweza kukuta inafanya kazi, inasoma vizuri tu, lakini haiwezi kupiga picha vizuri. Hali ambayo itapelekea kwamba fingerprint ionekane haifanyi kazi. Kwa hivyo weka solo tape yako vizuri, seti fingerprint yako mahali pake, basi inatosha. Yaani ukiweka ka solo tape kama hivyo inatosha kabisa. Yeah. So jaribu kutumia triki tofauti na zile zilizozoeleka. Tumia triki tofauti na zile zilizozoeleka kwa sababu kukicha teknolojia zinabadilika. Sasa tunatakiwa tubadilike pia. Kwa sababu unakuta mtu ameweka gundi ile kioo kiko juu juu, ama kama sio kioo kukaa juu juu, fingerprint haifanyi kazi. Sababu kubwa ni kwamba imekaa juu juu. Sasa hakikisha tu kwamba unatumia triki za kisasa. Kwa sababu kumbuka fingerprint inakuwa iko kwa ndani na hii imekaa kama kamera tu, ni kwa ajili ya kupiga picha tu. Ina sense kwamba muda huu mtu yuko anagusa sehemu fulani, kwa hiyo inapiga picha. Yeah. Naweza kukuonesha mfano mzuri kwenye simu yangu. Oh, someone is calling me. Okay. Yeah, mfano mzuri unaweza kuona kwenye simu yangu. Mimi mwenyewe pia natumia Google Pixel 8, natumia Google Pixel 8a. Yeah. Kwa wale ambao wanazifahamu basi hii ni Google Pixel 8a. Ina fingerprint hapa. Wakati nataka kuigusa fingerprint huwa inapiga picha. Yeah, unaweza kuona inamulika mwanga fulani hivi. Kwa sababu hii ndio jinsi fingerprint ile inavyofanya kazi. Ina sense kwamba muda huu uko unagusa kidole, kwa hiyo inapiga picha. Yeah. Inafanya kazi hivyo. So hii ni kwa ajili tu ya kukaa hivi kidesign ili iweze kupiga tu ile imulike mwanga, basi ichukue picha. Kwisha, hakuna kingine zaidi. Sasa tuireplace mahali pake baada ya kuwa tulishasafisha kila kitu kiko vizuri. Yeah, kila kitu kiko normal. Hii naona kama imekaa juu sana. Sije baadaye ikasababisha majanga. Huwezi kuona, okay. Yeah, hii hapa ni terminal. Yeah, nafikiri ni terminal network. Jaribu kuirudishia mahali pake ili kama inaonekana iko juu sana isije baadaye ikaleta tatizo wakati wa hapa ndo imekaa mahali pake. Wakati wa kukifunga kioo, yes. Hapa imekaa mahali pake. Okay.
Yeah. Hii ni lock yake itakuja itakaa hivi. Yeah. Inafanya vizuri. Okay. Lock inafanya vizuri. Sasa tupachike kioo. Tukipachike vizuri kabisa kwa utulivu. Kabla ya kuweka gundi tutesti tena. Baada ya kujiridhisha kwamba kioo kiko vizuri, tumekifunga vizuri, hapo ndio tutaweka gundi na kufunga simu moja kwa moja kwamba tayari simu imekamilika. Tumeweza kujiridhisha kila kitu kiko sawa. Baada ya kupachika mkanda wake vizuri, hapo tunakuja kuweka lock yake. Lock yake tunaipress hadi imeshika. Ikishashika tayari tutesti sasa kwamba je, fingerprint itafanya kazi? Hilo ndio jambo ambalo nilikuwa nataka kuliona. Kama fingerprint itafanya kazi kwenye kioo hichi, kwa sababu tayari kwenye hicho kioo iligoma na ikaonekana kwamba hakuna namna ya imesense. Imesense. Unaweza kuona nafikiri uweze kuona moja kwa moja 1 2 3 4 5. Tuingie kwenye fingerprint. Nimeona imesense, imeshtuka. Sasa kama inashtuka hivyo inamaanisha imesense. Sasa nijaribu kuingia kwanza kwenye fingerprint setting. Niweze kuona kama kweli tumeweza kutibu tatizo hilo. Fingerprint 1 2 3 4 5. Next. Start. Oh my god. No. Haijafanya kazi. Okay. Ina sense tu lakini haiwezi kukubali kufanywa installation, yani kuseti finger. So basi hii naona tayari kashapoteza. Nahitaji kupata fingerprint nyingine. Kijaribu kuingia ili uweze kuiset, inakwama. Anyway, nilikuwa tayari nimefikiria kwamba tumeweza kuitibu, lakini kumbe hapana. Tukijaribu kutesti sehemu ambazo zilikuwa hazifanye kazi, zinafanya kazi. Jaribu kuingiza namba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wow, good. Zinafanya kazi vizuri. So it means simu iko very safe. Simu iko salama. Na tatizo lile ambalo lilikuwa linaonekana kama tatizo kubwa, tayari tumeweza kulitibu katika mfumo huo. Kama ambavyo niweza kukueleza kwamba uwepo wa kioo na kutovunjika kipande chochote kile haimaanishi kioo hakiwezi kuwa na ubovu. Sasa ukiniuliza swali kwamba hicho kioo kilipatwa na nini, naweza nikakosa majibu ya moja kwa moja, kwa sababu hata mteja mwenyewe nilipomuuliza shida ilikuwa ni nini, labda ili niweze kupata idea ya namna ya kuanza kulitibu tatizo hili, mteja mwenyewe pia hana idea. Mteja hafahamu chochote juu ya jinsi tatizo lilivyoanza. Hiyo inamaanisha kwamba ni strange fault, ni tatizo gumu. Gundi nitaweka ya spot, tusiweki gundi nyingi sana kwa sababu ina lock zake, kioo kina lock zake. Sasa kama kina lock zake hatuhitaji kuweka gundi nyingi. Tuweka gundi tu ndogo sana. Ya spot tu kusaidia kiasi fulani. Sio kuweka gundi nyingi sana. Fingerprint siwezi kurudia kuishughulikia kwa kuwa tayari nimeshaona changamoto yake sio changamoto ya hardware. Inamaanisha ni changamoto ambayo either inahitaji spare ama software. Lakini haraka kwanza mimi nitaanza na spare. Nitaanza na kuweka spare. Baada ya kuweka spare hapo taingia sasa kwenye swala lingine. Kama spare ikigoma, taingia kwenye swala lingine la kucheki software. Lazima ucheki kwanza namna ya kupunguza hasara, kwa sababu unaweza kadiri na software 1 2 3 4 5. Unaweza kadiri na software alafu changamoto ikawa ni kubwa zaidi ya vile ambavyo ilitarajiwa. Sasa imefunguka, huku ina touch vizuri. Tukicheki na touch, tukijaribu kuingiza code tena 1 2 3 4 5 6 7 8 9, zinaingia kodi vizuri. Na tujaribu kuingiza kodi ile. Kodi ile inaingia vizuri bila changamoto. So it means tumeweza kulitibu tatizo hili la simu ya Google Pixel 7. Google Pixel 7. Kama unaweza kuona hapa ni Google Pixel 7. Wow. Hivi ndivyo jinsi ambavyo nilikuwa nimefikiria
kushare na wewe, japo nilishindwa kushare na wewe toka awali jinsi ya kuweza kukifungua kioo, lakini iliniwazisha kwamba kwa kuwa tayari nimeshafungua kioo, basi kuna sababu ya kushare na wewe baada ya kugundua tatizo ni nini. Inawezekana ipo siku unaweza kukutana na simu ambayo ina changamoto kama hii, utakuwa na uwezo wa kulitibu tatizo hilo kwa ujasiri zaidi na ukiwa na uaminifu kabisa kwamba tatizo hili litakuwa lipo kwenye kioo moja kwa moja. Kama ambavyo mimi nimeweza kufanya, nimeweza kudiagnose kwanza, nimeweza kuchunguza kwanza hatua tofauti tofauti, diagnosing ya kutumia simu yenyewe, diagnosing ya uchunguzi, usafi na kila kitu ambacho kinatakiwa kufanyika kabla ya kuchomelea wala kuondoa IC yoyote ile ama chochote. Hiyo ikanipa majibu ya moja kwa moja kwamba tatizo lipo kwenye kioo kama kioo. Mwanzo nilipata wazo la kufikiria kwamba kama ningeweza kujaribu kuitibu kwa kufungua hapa na kucheki. Hii ni connector ambayo ni ya touch screen, maana kuna kioo kama kioo na touch screen. Sasa kwamba connector ya touch screen labda inaweza kawa pengine ya changamoto. Sasa wazo likaingia pia kwamba hii IC nitaitoa wapi iwapo kama itaonekana ni hiyo IC, kwa sababu connection iliyopo iko very very clear, yani iko sealed na iko vizuri kabisa. Kwa hiyo kanifanya kwamba nifikirie tu kupata kioo kingine, na hata kama ingetokea kwamba inatakiwa kuseparate touch hii, kuingiza touch nyingine wapo kama ingeweza kupatikana, separation yake ni very very hard, yani ni ngumu sana kuliko maelezo, kwa sababu kioo ni chembamba sana. Inawezekana kuseparate lakini ni chembamba sana, hali ambayo inaweza kupelekea ukavunja kwa vyote vile. So it means hiki kioo kitabaki tu kuwa kama majaribio kuhakikisha kuona kama simu labda imekufa. Google Pixel 7 unaweza kufunga hiki kioo na kutesti kuona kama inawaka pengine, ama kuna hata mwanga kidogo unaonekana labda pengine kwa kuhisi kama hicho kioo ambacho kitakuwepo kwenye simu hiyo kimekufa. Hii ni Electronics Repair Class TZ. Kama hujasubscribe subscribe, basi guza alama ya subscribe hapo, lakini pia like and share kwa wingi sana. Share kwa wingi sana bila kujali unayemtumia ni nani. Hope umeweza kujifunza, umeweza kuenjoy na kipindi hichi. Basi tuonane katika kipindi kingine kijacho. Bye.